Senator Murango. Asante sana Mr. Speaker. Kwanza ningetaka niseme ya kwamba ni kweli kwamba yaliyosemwa na mangavana haijasemwa kwa wachache, ila imesemwa kwetu zote. Mr. Speaker, ukiona manyoya ujue imeliwa. Mr. Speaker, kitu ambayo sikuweza kuelewa ni kwa sababu walipoongea juu ya yale maneno ambayo walisema, hawakusema kama kuna kitu walipeana. Hawakuwa na shida na kusema hiyo. Lakini walikuwa na shida kwa sababu wanaitwa kuja katika kamati tofauti. Na mmoja wao akasema hata ni vizuri kukosa kuja kwa sababu ile faini ambao wanapewa inakuanga nafuu. Kwa hivyo shida haikuwa ni pesa, Mr. Speaker. Na niambie wenzangu waliotajwa ya kwamba wasijali kwa sababu ya kuzungumzwa. Sifa nzuri inakuanga ni ya marehemu peke yake. Kwa hivyo sisi tutasemwa. Kwa sababu kazi lazima tutaifanya. Mr. Speaker, kuna kazi ambayo tumepewa kuweza kuangalia na sana sana kamati ya uhasibu. Na unajua Murina haogopi nyuki. Kama anaogopa nyuki hakuna venye anaweza pata asali. Na kwa hivyo wakati kamati ya uhasibu inafanya kazi, msiogope kusema, atasema. Na mimi ningekwambia mwenyekiti, mtu akija amekosea, fieka. Chelagei mtu akija ameimba pesa umma, fiekelea mbali. Na kama kuna kesi itakuja baadaye, sisi ndio tutakuja kuisimamia na kuisikiza. Kwa sababu tukikumbalia hawa mangavana na tabia zao zile na tunazijua, wanataka kwanza watuuzie uoga ndio tuweze kuachana na wao, waendelee na umbadhirifu wa pesa, watuondoe kwa njia ambayo sisi na ile nguvu tumepewa kikatiba. Mr. Speaker, unajua sana nilipoangalia wale walikuwa naongea, unajua ukienda kula chakula Mr. Speaker alafu upate unywele kwenye chakula, huwa inashukiwa zaidi kama mpishi ana kipara. Unaanza kujiuliza zile nywele ziko chakula zimetoka wapi? Wale waliokuwa naongea pale na kutoa taarifa Mr. Speaker ni kama mpishi ambaye ako na kipara. Wako na mandoa. Mmoja ni mwenye aliwasha mti kichaka ya sijui ya kusherehekea sikukuu na shilingi milioni 5. Ndio walikuwa wanatoa taarifa na kejeli ili wakifikiria kwamba sisi tutawaogopa. Lakini tutaendelea kusema. Mr. Speaker, nikimalizia, mimi naangalia naona uhusiano wetu na mangavana unakuwa uhusiano mzito sana. Inakuwa ni kama ndoa ya Kombe na Simba Marara. Kwa sababu ndoa kama ile siku zote mkianza kutembea inakuanga ni marumbano. Kwa sababu Kombe hana mwendo na Simba Marara hako na mwendo. Hii ndoa yetu na mangavana lazima tujue tunaenda nayo mpaka wapi. Kwa sababu kila siku mangavana wakienda ongea maneno haina maana, sisi tunakuwa kazi yetu ni kuja kuwapapasa. Mimi nasema kwamba mshale ukija usiku unarudishiwa njia hiyo hiyo usiku. Tusije tukapembeleza tena Mr. Speaker. Kwa sababu ni kutuzoea. Na ninajua ni kwa nini. Kwa sababu tukiuliza maswali ambayo inafaa kwenye katika kamati husika, kuliko wanjibu wanachukua miezi na wengine karibu wachukue mpaka miaka. Lakini tunapokuja na kukaa kuwauliza maswali hapa, wanaanza kuwa wakali. Kutakuwa ni sandifa gani Mr. Speaker? Kwamba ripoti ya mwasi mkuu wakati imetoka, wakati wameanza kuitwa ndio wameanza kulalamika. Na kwa nini basi hawakuwa nalalamika moja moja? Na niulize, tangu lini katika mbio za farasi Kombe amekuwa mshauri? Kwa hivyo hakuna venye tunaweza chukua wosia wa mangavana. Ni nani atakaa kwenye kamati? Kesho watakuja waseme hatutaki huyu tunataka Mondege, hatutaki huyu tunataka. Kama ni hivyo, kwa nini basi tuwe na seneti? Kwa hivyo Mr. Speaker, ningesema kwamba mtu kama unataka kusamehewa nenda kanisa na ufuate Biblia huko. Lakini ukija katika jumba la seneti utajibu maswali, utaudhika, lakini lazima utakuja kuwajibika useme pesa za wananchi zimeenda wapi. Mr. Speaker, mimi nitamalizia kusema kitu moja. Niseme ya kwamba sijakaa kwa muda mrefu katika nyumba la seneti. Lakini ujue mwenye anataka kukumaliza na wewe uko na jeshi lako, ataanza kuua wanajeshi wako ambao wanaonekana ni shupavu na wenye wako na nguvu. Kwa hivyo katika mchakato wote unaona wa mangavana wamelenga wale watu wanaona wanaweza simama akaongea bila uoga. Na ndio maana ukiangalia wenye wametajwa
Unajua ni watu ambao wanaweza simama na wakaongea. Ndio wanataka kwanza waseme watolewe hao. Ndio kuonekane kama kuna nafasi ya udhaifu. Ili gavana akija anasalimiwa, alafu kuna maombi, alafu anabarikiwa, anakunywa chai, naambiwa anaenda nyumbani sarafa, ni salama na usalimie mkeo. Tusikubali hiyo, Mr. Speaker. Asante sana Mr. Speaker. Senator Ole Kina Ledama.